Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa mashariki mwake, habari za taifa kama vile zile za kimataifa, bila kusahau habari za kikanda. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe Juni 6 mwaka 2025. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Nini tumekuandalia leo? Leo ni kutano la kihistoria ambayo imeweza kuwakutanisha wanasiasa wakuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambao jana walionekana kuwa na upinzani mkubwa. Wa kwanza ni Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo naye Martin Fayulu Madidi ambao walikutana kwa ajili ya umoja wa maridhiano. Kisa na mkasa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ndilikuwa mada na lengo kubwa pamoja na shabaha ya mazungumzo hayo yaliyofanyika siku ya Alhamisi ya tarehe Juni 5 mwaka huu wa 2025. Nini waliozungumza? Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini usisahau kauli mbiu tafadhali. Wewe ambao bado hujasubscribe, yani kujabone, huu ni muda wako. Usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na hatimaye usikose kushare, yani kupartage kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki wote wanaopatikana kwenye simu yako, bila kusahau kushare kwa makundi mbalimbali ambamo wewe unapatikana ndani. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa na pia itaweza kutuletea nguvu zaidi ili kesho tuje kwa kishindo. Hivi na kutakia usikivu na ufuasi mwema. Nini tumekuandalia leo ndugu mtazamaji? Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo alimpokea kwa mazungumzo kwenye chumba chake cha kazi mpinzani wake mkuu Martin Fayulu Madidi ambaye alikuja na ujumbe wa umoja wa maridhiano kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita ambavyo vinajulikana kama vile vita vya uvamizi wa nchi ya Rwanda kuivamia nchi au ardhi ya Kongo Kinshasa kupitia kundi la M23 AFC. Katika mazungumzo hayo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alimpokea kwa hamu, wakiwa na shauku moja tu ya usalama na amani mashariki mwa nchi. Kwa upande wake mpinzani Martin Fayulu Madidi ambaye mwenyewe alitaka hayo, akitoa mwito kwa wale wote wanaoendesha vita, haswa wanaoleta machafuko mashariki mwa nchi, akianza kwake Rais mstaafu Joseph Kabila, Corneille Nangaa na wengine, kuweza kuacha mambo yao hayo ya kuunga mkono uvamizi na kutaka uwepo umoja wa maridhiano wa kukaa meza moja ili kuzungumzia mustakabali wa nchi na hali iliyoko hivi sasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alipopata ujumbe huo, kama vile alivyoarifiwa mapema kutokana na hotuba aliyohutoa siku chache zilizopita mpinzani huyo Martin Fayulu, bila shaka rais wa nchi aliubali mwito wa Martin Fayulu na kuhitaji kutano la wao wawili. Mara alipopokelewa, mpinzani Martin Fayulu alimuomba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi masuala yanayoelekea kukubali kukaa meza moja na wakongomani kwa ajili ya kufanya umoja wa maridhiano kupitia kile anachokiita mazungumzo ya taifa. Na hiyo ni kwa ajili ya kuokoa nchi iliyo hatarini kabisa. Bwana Martin Fayulu amemuomba rais wa nchi akubali alama ya kijamii kama vile ilivyotolewa na muungano wa umoja wa akina askofu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaojulikana kama vile Senko, pamoja na ule wa kanisa la Kiprotestanti inayojulikana kama vile ECC, wakitaka mazungumzo ya kijamii, yaani kukutanisha wakongomani wote pamoja kwa ajili ya kuzungumzia mustakabali wa nchi na kuokoa nchi katika hali ambayo inayo kwa sasa. Bwana Martin Fayulu alihitaji rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kukubali mpango au mipangilio iliyopendekezwa na muungano huo wa
maaskofu wa kanisa Katoliki katika kundi linalojulikana kama vile Senko, na ule wa makanisa ya Kiprotestanti inayojulikana kama vile ECC, ambao mipangilio hiyo ina njia muafaka ya kutoa nchi katika hali ya machafuko, aswa inapofahamika wazi kwamba muungano wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo, Senko, kama vile ule wa kanisa za Kiprotestanti, ECC, walifanya mzunguko mkubwa. Walikutana na baadhi ya wanasiasa nchini kama vile nje ya nchi, bila ya kusahau viongozi mbalimbali wa Kiafrika walio na ushawishi kwa viongozi au wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama vile wale wengine walio na ushawishi ulimwenguni kuhusiana na siasa barani Afrika. Hiyo imepelekea Martin Fayulu kumfikishia ujumbe rais wa nchi, na kwa upande wake rais wa nchi Felix Tshisekedi Tshilombo alimpongeza mpinzani wake kwa nia na shauku ya amani nchini Kongo, kwa sababu malengo yake na nia ni kutaka kutoa nchi ya Kongo katika machafuko. Kwa hiyo kuhusu ombi lake amejibu atafanya kila awezalo kwa wakati mwafaka ajibu kwa shauku alionayo mpinzani wake huyo wa kihistoria, na ambao wote kwa pamoja wamekubaliana kwa ajili ya kutafuta njia moja au nyingine ambayo inaweza kuokoa nchi katika hali iliyomo hivi sasa, haswa uvamizi kutoka nje, nchi ya Rwanda na askari wake wakivamia ardhi ya Kongo, na kwa sasa wakichukulia na kushikilia na kumiliki kimabavu sehemu tosha za mkoa wa Kivu Kaskazini kama vile mkoa wa Kivu ya Kusini, kinyume na sheria za kimataifa. Tuyaachie majira muda. Na nikufikia hapo sina cha ziada ndugu mtazamaji. Basi na kuomba wewe ambao ulikuwa bado hujasubscribe, huu ni muda wako wa kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, yani kupartaje kwa wengine, ili tupe sisi nguvu zaidi za kukuletea habari mnamo siku na nyakati zijazo. Hadi tutakapokutana tena hewani, nasema asante kwa kukubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.